again kwa jambo lolote lile atakayohatarisha umoja wetu, amani yetu, mshikamano wetu. Lakini never again katika jambo lolote lile ambalo litaendelea kulitia doa Tanzania au kuirudisha Tanzania nyuma. Lakini never again kwa mtu yoyote ambaye atataka Tanzania isifanikiwe katika mageuzi na mabadiliko makubwa ambayo yanafanyika. Na ndio hayo ambayo yameshikwa katika dhana ya 4R. Reconciliation, resilience, rebuilding and reform. Na Tanzania iko hapa ilipo kwa sababu ya resilience. Ndio maana nilisema ningetamani pawe na muda mwingi. Hicho nilichokisema ni kiduchu cha yale yote ambayo nilikuwa nimefanya nini? Nimeandaa. Lakini kwa sababu leo ni utangulizi, nina hakika tutapata nafasi siku nyingine. Lakini msisahau, hakuna nchi mbadala kwenu kama Watanzania nchi ya Tanzania. Ukiharibu Tanzania, hakuna Tanzania nyingine. Lakini pia msidhani ukiivuruga Tanzania una mahali pa kukimbilia ambapo utapokewa na mikono miwili au mitatu. Hakuna. Na mimi, nyinyi watu wa TAHLISO, makongamano ya aina hii yawe mengi na yawe ya mada mbalimbali. Na mjifunze to debate. Miongoni mwa vitu ambavyo tunaanza kupoteza ni uwezo wa kudebate. Na usipokuwa na uwezo wa kudebate, haraka sana utakimbilia kwenye matusi, haraka sana utakimbilia kwenye mipasho, na haraka sana utakasirika kwa sababu huna uwezo wa kudebate. Na moja ya sifa ya mwanafunzi yoyote, kwanza sisi wakati wetu ulikuwa kichwa msomi ni tusi. Maana yake unajiona, unajisikia. Sifa kubwa ya mtu yoyote ambaye ana haki ya kujiita msomi au anasoma ni unyenyekevu katika maarifa. Lakini unyenyekevu katika kusikiliza hoja kinzani na kuijibu hiyo hoja kinzani kwa hoja, sio kwa matusi. Siku hizi imekuwa rahisi sana kumweka mtu rebo afu unaanza kumtukana. Sasa ukinitukana mimi ni furaha kwako, kwa sababu matusi mengine hata nashangaa unamtukana mtu ambaye alinileta duniani. Sasa mimi inanihusu nini? Lakini tunafika huko kwa sababu tunaanza kupoteza uwezo wa kudebate. Hoja mbalimbali zije, tubishane, lakini baada hapo tubaki watu